Waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dr. Dorothy Gwajima ameibuka na kuzungumza juu ya uwepo wa uvumi, akihusishwa kuzungumza kauli mbalimbali kumuhusu aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba, Humphrey Polepole. Katika kanusho lake, Dr. Dorothy Gwajima aliambatanisha na kipeperushi hicho ambacho kilikuwa kinasema kwamba kumhusu Polepole ni ngumu, maana alikuwa rafiki wa kweli, huku wakimhusisha Dr. Gwajima pamoja na picha yake ambayo pia iliambatanishwa na picha ya Humphrey Polepole. Kila ambacho amekizungumza Dr. Dorothy Gwajima amesema kwamba, ndugu wabaya wangu kokote mliko na wasalimu, halafu nataka kusema hivi, naomba tusitengenezeane habari za uongo kwa malengo binafsi. Kama ni habari inayonihusu mimi, naweza kuisema mwenyewe kwenye kurasa zangu zote. Habari hii kwenye picha hapo juu na maneno yaliyokuwa yameandikwa chini yake na kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii ya kutengeneza, yaani ni ya uongo, ipuuze na itashtaki polisi ili walioniwekea maneno haya mdomoni watafutwe kwa mujibu wa sheria, wakajibu uongo wao. Na katika habari ya kutungiana maneno ya uongo, sitakubali, maana uongo ni ufitini na adui wa haki, na uongo haujawahi kuwa mtaji wa maendeleo. Tafadhali mnaonitathmini mkiwa na habari tata kuhusu mimi kokote iliko, nileteni linki nione ili nichukue hatua stahiki za kisheria. Polisi, tafadhali naomba kuwasilisha kwa uchunguzi wa kesho, nitaripoti rasmi, aliandika hivyo Dr. Dorothy Gwajima. Sasa baadhi ya watu wamekuja kuhoji katika upande wa comment section kuhusiana na kauli aliyotoa Mheshimiwa Dorothy Gwajima kufuatia kuhusishwa na kanusho hili. Mmoja amesema kwamba okay, tufanye sasa ni uongo na uwasamee waliotunga huo uongo. Hapa tuwe serious kidogo. Je, utamsahau Polepole? Nijibu tu kiubinadamu. Mwingine ameibuka akasema kwamba mbona mjadala huu ni mkubwa kuliko uwezo alionao mama yangu Gwajima, na kwa kufanya hivyo mnamonea huyu mama. Mimi nadhani tumdai ndugu Polepole lile genge tuliokuwa tunaambiwa kwamba linaitwa CCM Mtandao, ila kumpakazia Dr. Dorothy ni kumnyanyasa kijinsia. Mwingine anasema yani ni juzi tu nimetoka kukusifia, ila leo kiukweli nimekushangaa, yani umekasilika kabisa, utasema umetukana. Je, ingeandika umemsifia rais ungekanusha hata kama si kweli? Hii dunia, tembeeni taratibu na mjue si mali yenu. Dr. Dorothy Gwajima aliibuka na kumjibu kwamba nilijaza fomu ya ombi la kusifiwa au kielele chako na wewe, aliandika hivyo. Mwingine anasema kwani kuna shida ukimkumbuka mtumishi mwenzako, kwani alikuwa jambazi mpaka ujitetee hivyo? Dr. Dorothy Gwajima alikuja akamjibu kwamba fungua chuo kikuu cha majungu na uongo upate walao hela za ada za wajinga. Okay. Mwingine amesema kwamba yaani umeumia kuonekana unamtetea Polepole ili kulinda cheo. Miezi michache nyuma naye alikuwa na cheo kama au zaidi yako. Maisha mzunguko, hakuna ajuaye kesho. Dr. Dorothy Gwajima akaibuka na kusema kwamba mtu uliandika majina ya wazazi wako, lazima una mmonyoko wa maadili. Mwingine amesema kwamba ni taarifa nzuri tu, sema unaogopa kitumbo kitakuwa na mchanga. Dorothy Gwajima amemjibu na kusema kwamba wamesema wewe mbea mtaa mzima, wamekuchoka, hujaona tu. Mwingine amehoji kwamba kwani kuna ubaya hata kama ingekuwa umesema kweli? Dr. Gwajima amemjibu na kusema kwamba kamuulize kiongozi wako wa dini ubaya wa kuwa mfereji wa uongo. Mwingine amejenga hoja na kusema kwamba Mheshimiwa Pole, najua unamuogopa rais wako, ila wewe mama ni mtu hatari. Ona mama Gwajima anavyojitetea, maskini anaogopa kutekwa. Dr. Gwajima kamjibu na kusema kwamba kumbe ulikuwa cheli wewe, nami sikutegemea kabisa kama ni cheli wewe. Sasa ikawaje na wewe unakubaliana mimi kuwekewa maneno mdomoni? Mdomo sini nao na mitandaoni sinipo. Kama yangekuwa yangu siningesema mwenyewe kwenye kurasa zangu, na wewe kumbe uko hivyo unanisingizia. Mwingine akasema pole mheshimiwa, tunaoelewa hii ni feki, ukiwa mtenda haki vishetani havitaki, vinafurahi jamii kipotoshwa. Naye akajibu kwamba yaani viongo hata bila kufikiria vinafyatua tu tunguli za urongo. Mwingine akamhoji Dr. Gwajima kufuatia taarifa hiyo, akauliza hivyo mama unasali wapi? Niongee na mchungaji wako juu ya miemko ulionayo, akuombei kutoke. Yaani unamwogopa mtu kwa ajili ya cheo kuliko Mungu aliyekuumba. We pamoja na rafiki yako Polepole, da kazi ipo. Dr. Gwajima amemjibu na kusema kwamba wewe kwani ni wa taifa gani? Maana kwenye daftari la sensa ya watu na makazi mwaka 2022 hakuna jina lako hilo. Ni majibizano ya Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima akijibizana na wafuasi katika mitandao ya kijamii kufuatia chapisho linaloonekana katika mitandao mbalimbali ya kijamii likidai kwamba Dr. Dorothy Gwajima alitoa kauli hiyo kuhusiana na aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba, Humphrey Polepole.